mwenyekiti wa halmashauri wa jumuiya. Sawa na uongozi kuna aina mbili, kwa kuchaguliwa, kuchukua nafasi kama vile uchaguzi unaofanyika, lakini pia kwa kuteuliwa, kuwa appointed. Paroko anapawa kwa sababu ni hierarkia, wale watano akaamua naweka wengine wawili kwenye kamati ndaji mfano wa parokia na hakuna atakayemuuliza. Unaona anakwamba labda watu hao watanisaidia kitu fulani, ngoja waingie katika kamati tendaji. Ndio maana katika kanisa kwenye halmashauri kuna uongozi wa kuchaguliwa na uongozi wa kunini, kuteuliwa. Tumsifu Yesu Kristo. Sifa za kiongozi ziko vizuri kabisa, kwamba kiongozi ni lazima awe Mkristo Mkatoliki. Labda wewe umeolewa na Mkatoliki, wewe ni Lutheran, umezoea sana mpaka watu wamekuchagua kiongozi wa jumuiya. Hapana, ni lazima ukiri imani kwanza, uwe Mkatoliki ndio unachaguliwa kiongozi wa halmashauri ya walei. Mwenye akili timamu, wanasema mwenye akili timamu. Hapa ni hekima, hapa ni busara. Zamani kuna watu walikuwa wanasema viongozi lazima wawe wasomi. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Sio lazima kiongozi awe profesa au na masters au nini. Vinatusaidia kwa sababu tumesema kwamba tunahitaji pia karama, lakini hekima, busara. Kama Nabii Suleiman, nakumbuka alimwambia Mungu, naomba unipe hekima ya kuwaongoza hawa watu. Unajua Wayahudi walikuwa ni watu fulani, yani vichwa vigumu haswa. Unaona Suleiman akaona hataweza bila hekima inayotoka kwa Mungu. Mungu akasema, yani umeomba hekima, nitakupa na nitakuzidishia na utajiri na nini, na hakuna atakayevikwa kama wewe katika dunia hii. Kwa hiyo kiongozi lazima awe na hekima. Hekima ndio wakati gani unaweza kuongea, ndio wakati gani unaweza kukaa kimya. Busara kwa ajili ya kuongoza watu. Unaona mtendaji hodari wa kazi, mtendaji hodari. Tumsifu Yesu Kristo. Unapokuwa kiongozi, ndugu yangu, amka asubuhi mapema. Yaani siku yako tangu asubuhi anza kuipangia ili ufanye. Kama wewe umeajiriwa, ufanye kazi ya ajira vizuri na bado utumikie kanisani. Kama wewe ni mfanyabiashara, ufanye kazi yako ya biashara vizuri na bado utumikie kanisani. Mambo ya kulala mpaka saa 4 yatakushinda, utaweza, utafukuzwa kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Alafu utalia kwamba mimi kwa sababu kiongozi wa kanisani. Hapana. Sisi ambao tumepata nafasi, heshima hiyo ya kuwa viongozi, tunatakiwa pia tuwe star, to shine hata kazini kule kwenye mshahara, hata kwenye biashara zetu. Wewe ni mwalimu, unakuwa mwalimu mzuri kwa sababu uko jasiri, unaamka asubuhi, unajipangia kazi zako. Tumsifu Yesu Kristo. Awe mwenye tabia njema kwa maneno na matendo. Tabia njema, maneno. Ulimi ni kiungo kibaya sana. Tujitahidi kukontrol ulimi wetu. Wakati mwingi katika maparokia kuna vurugu. Kwa sababu ya nini? Ya majungu. Yaani mtu analianzisha kidogo kidogo, mara yaani moto umekuwa mkubwa. Katika jumuiya mnaanza tu, mnaanza kutengana, nyewe watano katika jumuiya, mnaanza kutengana, makamu mwenyekiti na katibu msaidizi upande wake, mwenyekiti, katibu labda na mtunza hazina upande wake. Hapo kuna wanaharakati, wanaonewa. Unaona? Na mnapoanza majungu, mnaleta mpaka parokiani, utakuta parokia inashindwa kutawalika. Maendeleo yanakuja nyuma. Tumsifu Yesu Kristo. Mambo ya wivu, masengenyo, fitina ni sumu. Hasa nyie amweni kuikomesha tangu mwanzo. Mimi nimesikia sijui paroko kafanya nini. Umesikia? Una uhakika? Basi twende kwa baba paroko ukayaongea hayo. Mara ya kwanza, ya pili atakubali? Atakubali? Msi entertain majungu. Parokia nyingi zinakuwa chini kwa sababu ya majungu. Sumu. Unaweza ukafikiri kwamba haina impact, yaani haina kitu kibaya. Inayo. Hata sengine michango inaweza ikashuka kwa sababu ya majungu. Wewe kiongozi unapewa kuchanga, unaenda kumwambia mimi wala sikutaka. Wao wenyewe si wewe mwenyekiti ndo kasema. Unaona Hasa ukisema hivyo wanarudi nyuma. Wewe kiongozi unatakiwa hata siku moja usiongee neno la tofauti kutoka
kanisani. Baba paroko amesema hivi, unasimamia hivyo. Mwenyekiti wetu amesema hivi kwenye kikao, unasimamia hivyo. Kama unashindwa kabisa, mfuate mwenyekiti, lakini ile kitu ile hivi na hivi na hivi. Lakini sio wewe mnaenda kwenye kitchen party ndio mnayoongelea. Unaenda kwenye bar ndio mnaongelea. Jamani, wenzetu wakituona wanatushangaa. Sasa hawa Katoliki unaona, kwanza wanakunywa pombe afu wanaoyaongea. Tumsifu Yesu Kristo. Wanatushangaa. Kumbe si kwani hamna nafasi ya kuongea kwa kanisani kwenu? Mbona mnaleta kwenye bar? Unaona tena maeneo mapya kama haya utakuta yani nyie ndio mko kwenye bar fulani. Hasa mnaanza kuongea mambo yenu ya kanisani kwenye bar. Tena hapo ni kiongozi. Kiongozi ukiweka sumu, ukija kuambia sasa kuna siku sasa unataka na wewe wachange, upeleke. Paroko na mwenyekiti akuone umefanya kazi nzuri. Hawawezi tena kwa sababu gani? Ulitia sumu. Sasa utafute maziwa yenye nguvu ya kudilute ile sumu. Unaona Kwa hiyo jamani, tujitahidini sana kutunza ulimi, mdomo. Viongozi tujitahidini sana. Tuache. Kwa hiyo tuwe tunaongea na tabia njema, maneno yetu yawe sijui ni nani yule alisema maneno yenu yawe na munyu. Yawe na munyu, mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Naona maneno yawe na munyu, yawe na ladha. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna yale masuala collective responsibility. Unakumbuka wakati ule Mrema, mimi niliacha kwa sababu sijui chafda ni nini. Yaani vitu vya baraza akavitoa nje. Unaona Hasa unaambiwa ile chumvi, ukishindwa kuwa chumvi, ukishindwa kuwa ladha, utatupwa nje. Kwa hiyo kiongozi, tujitahidi sana. Umekuwa kiongozi, kuna mambo ya kifuani. Hata kama yanakuuma, huyapendi, yaweke kifuani. Tumsifu Yesu Kristo. Awe amechaguliwa na wale wenzake, hiyo ni sawa. Awe anakubalika na uongozi ya rakia. Ndio hivyo kanisa letu. Umechaguliwa, labda paroko kutaki, basi weka zako pembeni, endelea kumsifu Bwana. Amina. Amina. Umechaguliwa hata kujua kutaki, basi wewe mshukuru Mungu kwa nafasi hiyo. Unaomba Mungu, mimi nitakutumikia tu kwa aina nyingine. Unaona asiwe na kizuizi chochote cha masakramenti. Tumsifu Yesu Kristo. Naamini nyewe wote hapa mmeolewa, mmeoa. Ni kweli si kweli? Kasoro tu wale wa umri. Kwa sababu na sisi wanatuambia nyie mmetukatalia tusiwe viongozi kwa kuwa sisi hatuna ndoa. Mbona wenye ndoa nao kila siku tunakutana guest house? Ni kweli si kweli? Baba mmoja siku moja kaenda mwenyekiti UWAKA, katibu wa WATA, wameenda kwenye hoteli yao nzuri huko Masaki. Unaona maana wanasikia hodi, nani room service. Unaona yani yule anaenda kuhudumia. Mara unakuta mdada Kiwawa, mwenyekiti wa Kiwawa parokiani kwao. Wameondoka mbali, wameenda Masaki. Mwenyekiti wake na katibu nani wa WATA. Wanakuta pale kwenye hoteli, kwenye chumba room service anayekuja kuwasevu mwenyekiti Kiwawa. Hapo ipo kazi. Unaona aibu, wafanye nini? Nikabaki kumnunia Kiwawa. Akitaka jamani sisi tunataka kwenda sijui hija dekania nini, hamna hela bwana. Hamna hela. Kwa nini? Wanabifu naye. Wanajua lazima amewasema. Unaona Kwa hiyo waheshimiwa viongozi, unapokuwa kiongozi, sacrifice, achia mambo yale ambayo yanakufanya uchafuke. Tumsifu Yesu Kristo. Hapa nasisitiza. Naona kwa sababu wanatucheka wenzetu. Mimi nilikuwa na eneo fulani huko kwetu, mkazina wetu, anakunywa pombe na binti na nini. Unaona? Mpaka walifika sasa hivi wa Katoliki jamani. Mambo gani wanafanya haya? Na watu wanaona, wanaogopa kwenda kumwambia baba paroko. Unaona Kwa hiyo usiwatie watu kwenye majaribu. Acha. Wewe baba kiongozi, UWAKA mpo? Wanaume wa Katoliki? Wewe mama kiongozi, kwa upendo wa Kristo tutumikie na kuwajibika. Wewe kijana, mapendo? Acha. Wewe jua miaka yako mitatu, tumikia vizuri. Kama ulizoea kama sasa kama unazoea zile nguo za mpaka hapa, unaenda beach, uendi beach, nguo mbano sana,
vicheni party mpaka saa 7 saa 8 usiku. Acha. Sio vibaya kuna kicheni party, lakini kuna ile mtu unakatika sasambura. Jamani, watu washika. Usi mwenyekiti wa wata huyu. Wa baba nao kapiga vicheni lake zile singlet, kaptura yake meza ndefu zile saa 7 saa 8. Kesho asubuhi yuko kanisani. Jumapili hiyo. Jamani, tujitahidi tuache. Wewe kiongozi wa kanisa, watu wengi wanakufuata. Mimi nilikuwa sijui. Mimi nilianza uongozi nikiwa binti mdogo. Lakini baadaye unajikuta unabadilika tu. Manguo haya marefu kila siku ndio unavaa nini? Mawigi kuna yale yamechangamka sana. Jamani, kiongozi wewe, lazima pia resi yako tu ionyeshe, kwa sababu kuna watu wengi wako nyuma yetu bila kujua. Anapenda unavyoongea, unavyofanya, aige. Ni binti huyo, ni kijana huyo. Kwa hiyo tuwe role model, tuwe chumvi. Na watu wote wanakuona. Mimi naweza unaenda tu mahali, juzi nilikuwa Mbeya, tumetoka tu kwenye lifti, mtu ananiambia tumsifu Yesu Kristo. Hata simjui. Wewe ulishawahi kujua kijiji kutupa semina. Unaona? Sasa ingekuwa sijui niko na libaba hapo tumeshikana nini? Si aibu. Aibu. Maana ujui, yani ulimwengu kitenesi dunia hii. Hata kama ni Ulaya ni wapi? Kuja mimi nenda Nairobi, niko pale benki. Mtu anakuja anasalimia madam, usimaka mwenyekiti jimbo wewe. Unaona? Kwa hiyo unavyobadilisha, unavyofanya, unavyotenda, jua kuna watu wako nyuma yako. Lakini umekuwa kiongozi kuwapeleka wengine kwa Kristo. Lazima na wewe sasa ubadilike, ufanane na Kristo aliyekutuma kazi yake. Tumsifu Yesu Kristo. Mwenyewe anasema Warumi 13, nifuateni mimi kama ninavyofuata Kristo. Tumfuate Kristo. Amina. Miaka 3 hiyo, sema mengine hapana. Kama ulizoea kwa kina baba mna mambo ya michepuko, sijui nyumba ndogo, acha. Kwa sababu hiyo michepuko utamchukua kwaya, utamchukua kiwawa. Unaona siku moja atakuja atakuumbua kwa baba paroko, itakuwa ni aibu. Tutunze familia zetu, yani to make our family to be heaven. Familia zetu tuzifanye ziwe mbingu ndogo, tuzifurahie. Amina. Amina. Ndio uongozi katika kanisa. Haiwezekani umekuwa kiongozi hujabadilika hata. Pombe kama kazi, mambo mengine kama kazi, ugomvi kama kazi. Lazima ubadilike ili watu waone kweli huyo Kristo amembadilisha. Tumsifu Yesu Kristo. Angalia hata kina Isaya. Sasa walikuwa na maneno machafu lakini walibadilika. Unaona Mungu aliwabadilisha. Musa alimwambia fua viatu vyako kwa maana mahali hapa ni patakatifu. Musa alikuwa muuaji lakini Mungu alimbadilisha kwa sababu tunaitwa jinsi tulivyo na dhambi zetu, lakini Mungu anataka kutubadilisha. Ndio maana anatuita tuweze kuwa viongozi. Na wewe pia mshiriki wa jumuiya ndogo. Uchaguzi tumemaliza, hakuna haja hapa ya masuala ya uchaguzi, ila ni miaka 3 na unaweza ukachaguliwa tena. Ukiona kwamba huwezi, unatoa notice, lakini unaonyesha sababu labda ya ugonjwa au nini. Lakini kifungu hiki pia unaweza ukafukuzwa kwenye uongozi, lakini utapewa nafasi ya kusikilizwa. Hii tuliweka purposely. Unaona unajua pia huko kanisani the church is human, is holy but the people is inhuman. Baba unajua kanisa ni takatifu lakini kuna ubinadamu pia. Sasa mnaweza ndogo hizo fitna zimechukua nafasi, ibilisi ameingia, mara tumfukuzeni huyu labda mwekazi na wetu au katibu msaidizi. Lazima kabla paroko hajatoa maamuzi kuna haki ya kusikilizwa, right to show cause, right, haki ile. Hata katika Biblia Mungu kabla hajawaadhibu Adam na Eva, si aliwasikiliza? Alimwambia Adam, we kwa nini umetunda? Akamwambia huyu umekula tunda, huyu mwanamke wako ulionipa ndio aliyomdanganya, na wewe mwanamke huyu nyoka. Unaona kwa hiyo usikilize. Mfano labda kuna upotevu labda milioni 90, kumbe ni wewe ni katibu labda masuala ya CCF na nini umepeleka,
mambo ya mtandao, risiti haijapatikana kule, haionyeshi kwamba umepeleka zile hela. Wanaamua kukufukuza, lakini utaulizwa, utajieleza, utaandika barua. Ndio sasa tena watarudia maamuzi yao kama wakufukuze au wakupe onyo. Tumsifu Yesu Kristo. Sura ya 5, wajibu wa viongozi. Kuna wajibu wa jumla na wajibu wa kamati tendaji. Lakini baadaye kuna wajibu wa kila mtu. Kuna wajibu wa mwenyekiti, wajibu wa makamu mwenyekiti, wajibu wa katibu, wajibu wa katibu msaidizi na wa mweka hazina. Wajibu wa jumla wa viongozi wa halmashauri kudumisha utume wa walei na kuimarisha maisha kiutakatifu miongoni mwa walei. Jamani, tunatakiwa kudumisha utume wa walei. Kama nilivyosema, tunatakiwa kuwa watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu, na sisi tunatakiwa kuwa watakatifu. Ndio wajibu namba 1. Kustawisha utume wa familia na uinjishaji wa awali na wakina. Utume wa familia, nyie mnajua kabisa kwamba familia ni kanisa dogo la nyumbani. Unaona, shule ya amani, darasa la upendo na msamaha. Katika familia, unaona, kwa kuwa ni kanisa dogo la nyumbani, maana yake kwamba kule kanisani si mnapaona kuna paroko. Kwa hiyo baba katika familia ndiye paroko, mama ndiye paroko msaidizi, watoto ni makatekista au walei. Familia panatakiwa kuwe na tabernakulo. Si pale kanisani kuna tabernakulo? Ndani ya tabernakulo anakaa nani? Yesu. Sasa kule hatuwezi kila kanisa, kila nyumba ikawa na tabernakulo ya Yesu akae, lakini neno la Mungu, Biblia, kila familia iwe na Biblia, iwe na msalaba. Tafuteni mahali hata kama chumba kimoja, ka sehemu katenge kwa ajili ya kasturi, kwa ajili ya Biblia, kwa ajili ya neno la Mungu, kwa ajili ya msalaba. Weka kamshumaa kako hapo. Jioni kabla mjalala msali. Tumsifu Yesu Kristo. Wakina baba tunasikia mnachelewa sana kurudi nyumbani. Kama mmeamua kusali saa 3, jitahidini. Sisi tunataka tuwe na watoto wazuri. Watoto wazuri watatokaje kama tusali? Unaona? Alafu wekeni, tafuteni somo wa familia. Labda sisi tunataka Mtakatifu Veronica awe somo wetu, tunataka Mtakatifu Monica awe somo wetu. Tafuteni historia yake, iwekeni pale, salini. Jumatatu semeni labda tunasali kwa ajili ya baba. Jumanne labda kwa ajili ya mtoto wa kwanza. Jumatano mtoto wa pili, wa tatu. Jumamosi labda ni siku ya Mama Maria, tunasali kwa ajili ya mama yetu. Mama yetu awe na utulivu, mama yetu avumilie yote, mama yetu afanye nini? Afanye kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Utakuta kuna nyumba hapa viongozi hata msalaba hauko hujui nyumba ya Muislamu, hujui ya Msabato, hujui ya nani. Kwa hiyo baba paroko, naomba ukipata nafasi kwenda kwenye nyumba zao hizo. Viongozi ndio wawe ndio mifano. Msalaba, Biblia. Biblia zitumike. Utakuta Biblia mpya. Wala haifunguliwi. Wala haifunguliwi. Na tupende kusali, kusali, kusoma neno la Mungu. Ndio hapo tutasema utume wa familia na uinjishaji wa awali. Amina. Kuna kazi nyingi, lakini ngoja nije sasa mwenyekiti. Katika ngazi yoyote ile, niko ukurasa wa 14, mwenyekiti wa kamati tendaji ya halmashauri ya lei. Yeye ndio mwenyekiti wa kamati tendaji ya halmashauri ya lei, ni mwenyekiti wa halmashauri. Unaona katika ngazi ya jumuiya, kanda na parokia. Anakuwa kiongozi wa vikao, wa mikutano. Mikutano yote inaongozwa na nani? Na mwenyekiti. Mtoa ushauri kwa hierarkia kuhusu mambo mbalimbali. Mwenyekiti atakuwa pia kiungo kati yenu ninyi halmashauri ya lei pamoja na hierarkia. Mwenyekiti wenu lazima mheshimu. Lazima yeye mwenyekiti anajua mambo, hata kama akisikia hizo hearsay, atakuja kwa hekima yake, ataongea na baba paroko. Sio kila mtu anatoka tu anakwenda kwa baba paroko. Hapana, mwenyekiti. Ndio katiba inasema mhimili wa utendaji wa halmashauri ya lei, msemaji wa halmashauri ya lei. Lazima hata serikalini kuna msemaji. Mimi nafanya TMJ, siwezi tu nikaibuka na vyombo vya habari nikaongea. Watanifukuza kazi. Unaona, msemaji wa halmashauri ya lei ni mwenyekiti. Hata kama ataongea katibu, lakini kwa ruhusa ya mwenyekiti. Kiongozi wa mijadala, mikutano yote ataikontrol yeye, na yeye ndo atasema final kwamba no, tunaenda hivi.
Hasa kwa kuwa mikutano yetu tumesema lazima baba paroko anakuwepo kwenye mikutano ya halmashauri leo. Kabla mwenyekiti hajasema tunaenda hivi, lazima ana consult na baba paroko. Hapo kwenye meza. Baba paroko akisema sawa, basi ndo anatoa maamuzi kwamba sasa tunakwenda hivi. Unaona mtoaji wa uamuzi wa mwisho katika masuala fulani, hasa pale mawazo yanapogongana au kura zilizopigwa kulingana. Atakifanya hivyo kadiri ya busara yake na pale inapobidi kulingana na uzito, umuhimu au nyeti wa swala husika kwa kuihusisha hierarkia. Unaona lazima ataamua kwa kuihusisha hierarkia. Tumesema kwamba final and conclusive, anayetoa kauli ya mwisho ni paroko. Tumsifu Yesu Kristo. Hapa kuna kazi nyingine. Kuna makamu mwenyekiti, atafanya kazi za mwenyekiti iwapo mwenyekiti hayupo. Atasaidia hierarkia katika mambo ya usio liturujia. Masuala ya liturujia, maadhimisho ya dini, ibada ya liturujia yanaratibiwa na makamu mwenyekiti. Ndio maana hata ile kamati ya liturujia yeye ndiye mwenyekiti wake. Yeye atapanga mipango mizuri. Atamwomba baba paroko. Wakati mwingine tunasahau mambo ya ibada, kwamba basi hata nipe dakika 5 hata kabla ya misa niongelee. Ataandika vizuri, paroko anapitisha yale mambo, anaongea kwamba labda baada ya komunyo tutasali sala ya Mtakatifu Inyasi. Baada ya nini ni kitu fulani. Utakuta kuna kanisani wengine wamesimama, wengine wamepiga magoti, wengine wameketi. Unaona au watu misa imeanza wanaingia tu, somo la kwanza watu wanaingia, somo la pili wanaingia. Viongozi wako tu wamesimama. Kwa hiyo mwenyekiti atasimamia masuala yote ya liturujia, hata wale wa jumuiya. Kwamba tunasali kwa nani, kuna ratiba, tukifika pale meza yetu ikoje, imepangwa vizuri, kitambaa kimewekwa vizuri, ule mfuko unaotembea kwenye jumuiya. Mwenyekiti sio kwamba yeye ndo kila saa atakuwa na labda yeye anatafakari neno nini. No, anaratibu kuhakikisha mambo yote yanaenda vizuri, masuala ya liturujia. Lakini kuna katibu. Katibu atakuwa katibu wa kamati tendaji ya halmashauri ya lei, mtendaji wa halmashauri ya lei. Tunasema katibu akilala parokia imelala. Katibu anafuasi, yeye anatakiwa na akili ya mbele zaidi yenu, kupanga, kumkumbusha mwenyekiti labda wakati huu mfano sasa hivi mambo ya majilio yameanza na liturujia. Mnajua lazima kutahitajika pango, kutahitajika kuotesha majani nini. Kuna vitu ambavyo lazima katibu unakumbusha wenzako ili sasa kila mtu afanye. Katibu kuandaa muhtasari. Hata kwenye hichi kikao ilitakiwa kuwe na muhtasari utakaotoka hapa pia. Kwamba tulifundishwa hiki na hiki na hiki na nini. Unaona Kwa hiyo makatibu wa jumuiya pia nyie mkilala jumuiya kule hamna kitu. Mnatakiwa kufanya vikao. Tutakuja kwenye vikao. Kila jumuiya inatakiwa kufanya vikao. Halmashauri ya walei jumuiya mara 6 kwa mwaka. Kamati tendaji kila mwezi mkae hata nyumbani hapo nje watano wa jumuiya mfanye vikao. Kwenye sala sio kwenye mikutano ya jumuiya. Tutasoma baadaye sala kwenye jumuiya ni 1 hour. 1 hour mtoke mwende mkafanye kazi. Siku ya mkutano labda ni Jumapili chini ya mti au kwenye grocery au nini, mnafanya mkutano wenu na mnaandika muhtasari, mnaupeleka kwenye kanda, unaenda kwenye parokia. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa katibu wa masuala documentation. Kuna parokia niliona matangazo yanatengenezwa kwenye stationery. Jamani haifai. Hizo ni kazi za katibu, kazi za usiri, anaandika vizuri kwenye kompyuta na sayansi na teknolojia hii jamani. Unaona makundi pia kukontroli makundi ya kwenye parokia, kwa sababu kama kundi limeandikwa la Wawata, sijui ni la Waka, lazima liwe controlled kwa sababu limetokea kanisani. Tumsifu Yesu Kristo. Katibu msaidizi atamsaidia katibu. Katibu ni bosi wake, msaidizi anamsaidia. Kwa hiyo watapanga. Asijikweze sana msaidizi, katibu ndiye katibu, msaidizi anamsaidia. Lakini pia ana kamati yake ya mafundisho ya dini na teolojia. Mtunza hazina atatuwekea mahesabu kuanzia kwenye jumuiya. Mtunza hazina atakuwa mwaminifu, pesa za jumuiya atatoa taarifa. Siku hizi kuna michango kwenye WhatsApp, ataratibu ile michango vizuri. Ndio kazi zao hizo hao viongozi. Na kila mtu anatakiwa afanye kazi yake.
kunapokuwa na mwingiliano, mara mwenyekiti amekuwa yeye ndio mtunza hazina, anashika hela, yani hapo tayari inaanza confusion. Wengine wakiamua tu wanamwachia kila kitu, baadaye wanakata tamaa, mambo hayaendi. Unaona, hizi kazi ni nyingi. Kila mtu akifanya ya kwake hamtachoka. Na wewe usiingilie kazi ya mwenzako. Kama wewe ni katibu msaidizi, kuwa mtii katibu. Kama wewe ni makamu mwenyekiti, kuwa mtii mwenyekiti. Unaona, wote kwa pamoja, teamwork spirit. Kazi mnafanya kwa kushirikiana. Hakuna mtu ambaye anajua yote. Ndio maana uongozi wenu uwe wa nini? Wa kushirikiana, watwende kwa pamoja. Amina. Amina. Ukisoma Yohana 2 aya kwanza mpaka 11, muujiza ule wa harusi ya Kana. Pale unaona kuna ushirikishwaji fulani. Wale watu wamemwambia mama, hatuna divai. Unaona, mama Maria ameipokea, amekwenda amemwambia Yesu. Okay, Yesu una nini nami mwanamke? Lakini akarudi Maria akamwambia, lolote atakaloambia fanyeni. Kwa hiyo unaona huo mzunguko vyote, unaona? Na Yesu naye alipoamua kufanya, hakusema tu na iwe divai. Akasema, jazeni mabarasi haya. Na kisha hapo mkampelekee mkuu wa meza. Unaona? Ushirikiano. Hata pale alipowapa chakula, anambia jua ni kali, hapa ni jangwa, hakuna kitu, waruhusu waende kula. Yesu akamwambia, wapeni ninyi chakula. Sijui na pale sijui Mathayo 9:32 sijaangalia vizuri. Wapeni ninyi chakula. Asema hapa kuna nini? Alikuwa Andrea akasema, lakini kuna kijana ana mikate miwili na samaki 5. Lakini inatosha nini? Yesu tu siangeamua, lakini alitumia resources zilizokuwepo. Unaona, akamshirikisha yule kijana, akatoa vile, akavibariki, akashukuru, akawapa. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba uongozi wetu uwe wa ushirikishwaji. Hakuna ambaye afanye kila kitu. Utachoka, utakimbia mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Mwenyekiti simamia. Mambo yanapokuwa mabaya, mwenyekiti labda umeshindwa kumsemesha mweka hazina, unaona mweka hazina anafanya mambo ya ajabu tu, pesa zionekane, umenyamaza, unamtupia nini? Paroko ndo aseme. Hapana, nyie wote 5, nyie lazima mwenyekiti usimame katika nafasi yako. Hata katika jumuiya unaambia watu, mimi nimeshindwa bwana, huyu katibu hasikii. Hapana, wewe ni mwenyekiti, umechaguliwa. Simama katika nafasi yako, uwe na confidence, jiamini, unaweza. Wewe ni kiongozi ambaye umeteuliwa, umepakwa mafuta, umeapishwa. Simama katika nafasi yako. Miaka 3 si mingi. Tumsifu Yesu Kristo. Aya, kuna sura ya 6 hapa, mratibu, sidhani kama mnamratibu nyie. Sura ya 6, mikutano na vikao. Mimi napenda sana kusisitiza mkutano mkuu wa jumuiya. Kutakuwa na mkutano mkuu wa jumuiya utakaofanyika mara moja kwa mwaka. Wajumbe wa mkutano ni baba familia na mama familia na watoto umri usiopungua miaka 18. Unaona Na hapa kuna mkutano wa jumuiya unafanyika mara moja kwa mwaka. Kuna mkutano wa sala. Kutakuwa na mkutano wa sala utakaofanyika mara moja kila wiki usiozidi saa 1. Hapa kabisa tuliandika. Na baba askofu alisema wekeni hiyo. Maana yake tulisikia jamani kuna wastaafu. Wastaafu yeye wakina jumuiya saa 12:30. Hawana shida. Hata saa 4 ndo wanarudi. Mahali watu wenye uwezo wanapeana chai, wakimaliza wanaanza kunywa bia. Si Jumamosi weekend. Afu ni wastaafu wana hela zao. Unaona Wamesema 1 hour. Sala za jumuiya ni saa 1 na kuna utaratibu, kuna kutafakari neno, kuna labda macheche kutoka parokiani, kuna kujuliana hali. Kujuliana hali ni muhimu sana. Afu mfunge muende mkafanye kazi. Mkutano ni hii mkutano, wa halmashauri mara 6 kila baada ya miezi miwili mtafanya mkutano. Na taarifa katibu mtapeleka parokiani, taarifa za mkutano. Parokiani mkiweza kuwa na ofisi ya walei au ofisi ya parokia, mafaili yote ya jumuiya yote yanawekwa. Na hao walifanya mkutano lini, walifanya lini na lini. Kila jumuiya ina faili lake. Tumsifu Yesu Kristo. Jamani, mnafanya mikutano ya jumuiya? Hamfanyi. Mnafanya ya sala. Kuna sala na mkutano. Anzeni sasa. Anzeni sasa. Mwendo ni ule, mwendo mdundo. Mikutano ya jumuiya ifanyike.
kule mnaongea mambo yenu, mnajadili. Siku ya sala ni 1 hour, hamwezi kuongea kila kitu. Na sisemi mimi, wanasema maaskofu wetu wa baraza la maaskofu. Haya, kutakuwa na kamati tendaji. Kamati tendaji wale ni 5, ni kila mwezi. Kaeni kamati tendaji kwenye jumuiya, angalieni. Kwenye jumuiya kuna watu hawaji kusali. Labda sisi wenyewe tumewatonesha, naona niende kusali kufanya nini? Warudieni wale. Kuna document moja, waraka wa Baba Mtakatifu wa Evangelium Gaudium, the joy of gospel, furaha ya Injili. Anasema tokeni kwenye sofa seti zenu, nendeni mkawarudishe wale watu wangu kwangu. Baba Mtakatifu Francisco anasema, yani tusirelax tu ndugu zangu, kwa sisi ni viongozi. Watakaopotea wakati sisi ni viongozi tutadaiwa. Labda kuna mtu hataki tena kuja jumuiya, mfuateni siku moja jioni. Jamani mwenzetu, mbona hatukoni kwenye jumuiya? Atakuja. Kila mtu anataka kupendwa, mtu anataka kutambuliwa. Atakuja. Nyie mkisema atajua shauri yake, tutamkomoa siku akifiwa. Unaona? Hatumjazii form, haipendezi. Tuwatafute kwanza. Baba Mtakatifu Francisco mwenyewe anasema, watafuteni. Kuna sala ile ya Mtakatifu wa Yesu, wako waliotengwa kwa fitina. Saa nyingine sisi viongozi ndio tunasababisha hayo. Mtu anakata tamaa, sasa dini lenyewe sitaki. Hasa sisi tunatakiwa tuwalete wale kwa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Hivyo viongozi wa jumuiya mnapia kwenda kwa watu. Mnakwenda sio baba paroko tu aje kwa watu ndio na nyewe mnaenda. Hujui hata hii nyumba ikoje, hivi anaishi baba au mama. Saa nyingine baba alishaondoka siku nyingi, wewe hata hujui. Unaona Saa nyingine hapo kuna wavuta bangi, wao ndio wanaoibia usiku, wewe hujui. Kwa viongozi wa jumuiya, na kuna zile kamati, tutakuja kwenye kamati. Kwa hiyo kazi kubwa katika jumuiya. Haya, ngazi ya kanda pia vikao. Mara moja kila baada ya miezi miwili mfanye vikao. Naamua kwamba labda Jumamosi hii hatutasali katika jumuiya, tutasali kwenye kanda. Lazima kuimarisha kanda kama tayari mmesha zianzisha. Kwa hiyo hii yote ni kuhusu maswala ya mikutano katika ngazi kuanzia jumuiya mpaka taifa. Unaona Tunaendelea sasa. Taarifa ya mkutano. Lazima hata mkutano wa halmashauri lazima taarifa itoke. Mkutano wa halmashauri taarifa itolewe siku 30 kabla. Ya parokia siku 14. Siku 14 kabla mwenyekiti na katibu kwa lazima kutoa taarifa na muhtasari. Unaandaa agenda na muhtasari wa mkutano uliopita. Kama unawasambazia kwenye WhatsApp au wanakuja parokiani wanachukua. Inatakiwa siku 14 kabla wanaenda wanasoma ili mikutano yenu isiwe mirefu. Yaani mkutano ukizidi sana tu masaa mawili, lakini unakuwa uwe na maandalizi. Unaona Na hata siku ile ya mkutano umefanya, mtasema mkutano ujao utafanyika labda huu ni mwezi wa 12, labda mwezi wa 3 tarehe 15. Hata kama mtabadilisha, lakini walau tentatively mmeshajua kwamba mkutano ujao unafanyika lini. Tumsifu Yesu Kristo. Sura ya 7, kamati mbalimbali. Hizi ni kamati za kikatiba, kamati 5. Kamati ya mwenyekiti ni kamati ya malezi, familia na afya. Tuliongeza afya. Unaona tuliona kwamba jamani watu wanakufa. Hamna mambo ya insurance, sijui SCF, sijui nini. Ukisoma, nendeni ukasome barua ya Yohana ya 3. Ile mstari wa kwanza, sura ya kwanza. Anamuita Bayo, mpenzi, naomba ufanikiwe. Kama roho yako ifanikiwavyo, ndivyo na afya yako ifanikiwe. Unaona kama tunavyofanikiwa katika roho na afya zetu. Mungu anataka tuishi miaka 70, kama tuna nguvu miaka 80. Ndio maana tukasema mwenyekiti pia atashughulika na masuala ya afya, kutafuta social security. Watu wanaoumwa watatibiwa wapi na watatibiwaje, kufanya mipango, wawe na kadi za matibabu. Sasa unajua wakati shida ikija ndio pesa hakuna. Sasa jamani, Mungu wetu anataka nini? Tuishi. Unaona kama tunaenjoy huko kanisani tunafurahia, kwa nini na afya zetu pia? Kwa hiyo basi mwenyekiti atadinda haya masuala afya. Wakati mwingine atasema jamani, tumeambiwa sana mambo ya uhai, sijui mambo ya injili ya uhai, sijui kutunza mimba, sijui nini. Anatafuta watu wa family planning ile natural. Kina mama wanakuja wanafundisha. Sio kina mama tu na kina baba. Ndio kina baba si labda ndio mnasema kama mimba imeingia hiyo story. Unaona Kwa hiyo wafundishwe
jinsi ya kuepuka mimba lakini bila kutenda dhambi. Unaona wanasema vijana wetu wapi? Tunasikia vijana wanatotoa mimba ovyo huko yume wapi. Wanakuja wakati wa likizo, mwenyekiti, nyie wote wenye vitu wa jumuiya mmepanga na mwenyekiti wa parokia, kunakuwa na semina masuala ya afya, masuala ya vijana wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Makamu mwenyekiti, unaona lakini pia mwenyekiti tuliweka, nakumbuka pia na masuala ya mazingira. Masuala ya mazingira. Kutunza kama hivi na maeneo yenu mnaamua leo Jumamosi mnanunua miti nini, mnakwenda kanisa zima mnaenda mnapanda miti, na soda zenu mnakunywa nini, yani ku keep nature, mazingira. Kuna waraka Baba Mtakatifu unasema Laudato Si. Alichukua wimbo wa Mtakatifu Francisco, sifa iwe kwako Mwenyezi Mungu katika nyumba yetu ya pamoja. Anasema tutunze dunia, dada dunia, nyumba yetu ya pamoja. Baba Francisco alitoa waraka wa 2016, 2015. Sasa hivi ni mwaka wa 5. Anakazania mazingira. Mpaka anasema akina mama mnakuwa na manguo mengi ya mvai. Ukikaa na nguo unapewa miezi 6 hujavaa, sio yako. Umemnyang'anya maskini yule. Viatu mpaka vinanuka ngozi. Umerusha tuko kwa batini. Toa kawape wahitaji, utabarikiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Watu kwenye madustbin machakula na mwangu, watu na mwangu. Sasa unaweza ukute maji yako nusu tu yanatupa kule. Anasema hapana. Anasema hapana, tutunze mazingira, tutunze chakula. Unaona Kwa hiyo huo ni waraka wa mazingira. Baba Mtakatifu anasisitiza tutunze mazingira yetu. Anasema kina Mtakatifu Clara walikuwa na mavazi sijui kanzu 2 tu au 3. Unaona akina mama mpo? Zile amvai wapeni watu wengine. Sawa? Basi hiyo ni kamati pia mambo ya mazingira. Lakini makamu mwenyekiti nimesema maadhimisho, ibada. Angalieni katika jumuiya ibada zinazofanyika. Tafakari, nani leo anatafakari? Labda baba mmoja, mama mmoja, mwenye nyumba lazima aanze. Makamu mwenyekiti ndio mna control hivyo vile. Sawa mshumaa umeisha. Haya. Unaona mnatoa hata somo kabla. Tuliambiwa ni mwaka wa neno, sio kama wenyewe huku mnasoma neno. Mfano kule kwetu sisi tunamsoma Luka. Kila Jumamosi tunamsoma Luka, tunamjadili, tunamtafakari. Unaona kwa hiyo ni kazi ya makamu mwenyekiti. Unaona makazi ya katibu mafundani. Katibu ana mambo ya haki, elimu, haki. Ana mambo ya haki na amani na ulinzi na usalama. Hii tuliweka ulinzi na usalama tulivyoona mara Zanzibar watu wamevamiwa, Arusha watu wamevamiwa. Kwa makanisa yetu lazima tuwe na protection, tuwe na ulinzi. Hiyo ni kamati ya katibu. Tuwe na ulinzi. Labda kuna mapolisi, kuna maafisa usalama wa taifa. Tutumie hao ili tuweze kuweka mazingira yetu yote katika ulinzi. Utakuta labda mtu anaingia analifurushi. Kanisani anaingia mpaka mida pale altarini. Hamna anayestuka, mnamwangalia tu. Sengine labda ni bomba anapiga. Ndio tunaanza kubaki Kwa hiyo katibu atakisha nakuwa na kamati ndogo ya watu masuala ya ulinzi. Ili makanisa yetu yaweze huku kwa paroko kuweze kuwa na ulinzi. Lakini haki na amani, unaona kuna wale mama wanaoonewa labda wamefiwa, maskini ananyang'anywa kila kitu. Katibu wa jumuiya anzieni huko. Tafuteni mwanasheria uweze kumsaidia. Wako wanasheria wa bure, wasipitii. Wako legal human rights center na nini. Unaona msikubali mama aonewe, anyang'anywe, afanywe nini wakati kanisani humu tumo. Tumsifu Yesu Kristo. Katibu msaidizi mafundisho ya dini na teolojia. Ujue makatibu wasaidizi kwenye jumuiya zenu labda kuna hizi nasari, kuna shule. Je, kule dini zinafundishwa? Kuna mkatekista wetu, mkatekista anafundisha dini. Mnahakikisha anapoishi na nini. Mnakuja mnapanga, kuna zile kamati, mtakuwa na katibu msaidizi wa parokia, atapeleka kwenye kamati tendaji. Unaona nimesikia mwenyekiti anasema kwamba jumuiani huku watoto watafundishwa. Lazima sasa kuwe na mtaala watafundishwa nini? Katibu msaidizi angalie hayo, na kote kama watu wanafundishwa wafundishwe kitu kimoja na wafundishwe maadili ya kanisa Katoliki. Sio leo wanafundishwa mambo ya ulokole au nini, hapana, maadili ya kanisa Katoliki. Kwa hiyo ni kazi ya mafundisho ya dini na teolojia. Kwa hiyo kamati zote hizi ya mtunza hazina, unawaita mtunza hazina wako, mnapanga budget, mna raise fund vipi, mtapata pesa wapi?
Unaona masuala haya ya zaka, jinsi ya kuyasimamia, sadaka na kila kitu. Ukikuta watu wote, unaona kazi si nyingi. Kama mnazifanya jamani, kazi ni nyingi. Hata ukimaliza miaka 3 unasema jamani ngojeni nipumzike. Lakini kwa kuwa hatufanyi, yani wewe unatamani tu uendelee kwa sababu hujachoka. Unaona tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Kwa hiyo hizo ndizo kamati 5. Hasa kuna zile tunasema non statutory, sio za kikatiba, labda kamati ya mavuno, kamati ya fundraising. Hizo ni kamati ziko chini ya baba paroko, atatoa job description, yani kazi zile ambazo wanatakiwa kufanya. Lakini kamati hizi watu wachaguliwe, nimesikia wameitwa, unaona watafanya kutokana na katiba yetu inavyotaka. Kwa hiyo kamati ambayo imeongezwa, kamati ya katibu mambo ya ulinzi na usalama, kamati ya mwenyekiti afya na mazingira. Unaona sawa jamani, mshajua majukumu yenu, mtayatekeleza? Hamtaingiliana? Kila mtu afanye kazi yake. Sura ya 8, maisha ya kiroho. Tumsifu Yesu Kristo. Ni wajibu wa kila mwana halmashauri kutambua kuwa ametumwa na Kristo kumshuhudia kwa njia ya maneno na matendo. Hasa haya ni yale masuala ya kiroho yale ambayo tunasema hatuwezi tukajenga tu makanisa, tukakusanya tu sana zaka, unaona, lakini tukajenga makanisa makubwa. Makanisa hayo yajengwe, lakini roho zetu pia zijengwe, tuimarike katika roho. Ndio maana unaambiwa jamani, kutokea pale Kawe pale uje mpaka Tegeta huku, hebu hesabu makanisa leo mengi. Lakini miaka 50, 20, 30, 40, 50 yatakuwepo au yatakuwa ile mambo ya Ulaya kwamba sasa hivi makanisa yanabadilishwa kuwa museum na majumba ya starehe? Lazima tukue kiroho. Roho zikiwa imara, makanisa hata kama ni kwenye, yani hata kama ni kwenye kivuli cha mti, watu watasali. Tumsifu Yesu Kristo. Kama vile Kristo alivyokuwa mtakatifu katika maisha yake, kila mwana halmashauri aweke mbele maisha ya sala, kusali daima bila kuchoka, na waelekeze wenzake kusali. Jamani, huwa tunasali? Tunasali sala za asubuhi, tunasali sala za jioni, tunabarikiana tunapotoka nyumbani. Ukiwa utoka unamwambia mume wangu mpenzi, Mungu akubariki, nenda salama. Tunafanya au sanii huo? Basi tuanze. Unamwambia kabisa mwenzangu, Mungu akubariki, labda ni John, Mungu akubariki, kwa heri. Ndio inapotakiwa. Asiporudi jioni apata ajali, wewe hata hujamuaga umemnunia, utafurahi? Utafurahi? Tuanze. Sema ndio tumeambiwa huko kanisani kwetu hivyo. Asione kwamba unafanya usanii. Na watoto. Jamani, kweli mtoto wako anaondoka asubuhi, basi linakuja, mami kwa heri. Haya, kwa heri. Nenda salama. Lazima umkumbatie mtoto wako, mbariki, ishara ya msalaba. Ishara ya msalaba, Mungu akutangulie. Njiani kuna mambo mengi, madivos, manini. Tutako kuja mkinga. Amina. Amina. Watoto wetu tuwafanyie hivyo, hata wa Kiislamu wanafanyiwa hivyo. Sasa watoto tunawaacha tu. Tubariki watoto. Mwanangu, nenda ukawe kichwa. Sawa na Kumbukumbu la Torati 28. Watoto wenu watakuwa vichwa na wala si mikia. Sisi tunataka wafaulu. Tunataka wawe mawaziri, wawe marais, wawe mapadi. Watakuwaje mapadi bila kuwabariki? Kwa hiyo hayo ndio maisha ya familia. Mume mara ya kwanza itakuwa ngumu, lakini atazoea. Mbariki pale afanikiwe. Unaona, mtoto mbariki. Mama, baba mbariki mama. Tumsifu Yesu Kristo. Tutaanza? Ndio. Tutaanza? Ndio. Afu tuombeane pia. Unaona, mikutano yote halmashauri itaanza kwa sala, inaongozwa kwa neno la Mungu. Hii ni kawaida. Baba kama yupo atasoma somo, atatafakari, tutaanza mikutano. Yaani kwamba maisha haya kanisani sio tu maisha ya kujenga nyumba kama kanisa, pia na maisha ni maisha ya kiroho. Tunaanzia katika roho. Ndio maana sisi viongozi tunapokuwa wa kiroho zaidi, hata mtu akikutukana, naona unajidai wewe kelele sana, wala hutajali kwa sababu umemjaa Kristo. Hasa bila kuwa hivyo,
Ukichukua kidogo, mimi naacha bwana. After all napoteza muda wangu, mimi naacha. Haitakiwi hivyo. Ndio maana tuimarike katika nini? Maisha ya kiroho. Halmashauri katika ngazi zozote itatenga angalau siku 2 katika mwaka kwa ajili ya mafungo na tafakari. Tumsifu Yesu Kristo. Angalau kwenye mwaka mara moja. Mtatoka hapo baparoko, mnaamua labda mnaenda zenu labda pale Poko au wapi pale, pale spiritual center, mnatafuta mafungo angalau siku moja, Jumamosi moja mpaka saa 8 mmemaliza, mnakuja kujiandaa kwa Jumapili. Amina. Kwa hiyo watapanga, lakini hata kamati tendaji yenyewe pamoja na baba paroko wake na msaidizi watafanya hivyo. Tunamalizia, kila mwana halmashauri awe na Biblia takatifu, katekisimu ya kanisa Katoliki, mkusanyiko wa mafundisho ya kanisa kuhusu jamii, unaona, na nyaraka nyingine mbali. Unaona, mnakuwa na hivyo vitabu mnasoma. Katika vitabu hivyo kuna utajiri mwingi. Kiongozi wa kanisa haiwezekani mtu unaulizwa, jamani, hivi mwaka huu majilio ya 4 itakuwa tarehe ngapi? Hujui. Haya, itatoka nani waraka wa maaskofu labda kuhusu majilio, hujui chochote. Unaona, inatakiwa wewe ujue hivyo vitu, uje kwenye jumuiya ueleweshe wengine. Kwa hiyo jamani, azimio, nunueni Biblia, nunueni katekisimu ya kanisa Katoliki. Kama haya baba alikuwa anaongea, ukisoma KK namba 897 anaeleza utume wa walei, wajibu na haki ya walei. Anaeleza, ukinunua kuna ile moja inaitwa Constitutio ya kidogma ya LG Lumen Gentium namba 34 na 36, inasema ni kivipi tunashiriki ukuhani wa Kristo, ni kivipi tunashiriki ufalme wa Kristo, na ni kivipi tunashiriki unabii wa Kristo. Anaeleza vizuri. Kwa hiyo wewe ulikuwa unajua mambo ya kusoma masomo, kuhudumia kanisani, tunashiriki ukuhani wa Kristo, uongozi, kukaa kwenye kamati mbalimbali na kufanya kazi vizuri, tunashiriki ufalme wa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo katiba yetu inasema hivi. Hivyo mheshimiwa mwenyekiti, mkienda kule St. Joseph, waleteni wauzieni, tena unawapiga na 1000 ya usafiri humo. Wawe navyo, wasome. Kiongozi mzuri jamani yule anayejua vitu. Ukiulizwa kitu unamwagika tu. Amina. Sasa unaulizwa maskini hujui chochote. Unaona Kwa hiyo kadiri ya jumuiya ndogo nazo wanasema jumuiya ndogo ziteue muda wa kumega mkate kwa pamoja. Walau mara moja kwa mwaka jumuiya wakae, wajichane, unaona wale wanywe, waongee mambo yao. Lakini kumega mkate maana yake ni kutafakari neno kwa pamoja. Sehemu ya 9, uhusiano kati ya halmashauri walei na hierarkia. Hierarkia watakuwa baba wema wakichunga kondoo vizuri. Unaona tunaambiwa Yohani 10:14. Sisi mababa watatusaidia katika maisha yetu ya kiroho tuweze kuwa viongozi wazuri. Na ni lazima kuwe na mahusiano mazuri, kuheshimu hierarkia, kuisikiliza hierarkia, na tunaambiwa maamuzi ya hierarkia ni fine. Sisi wanasheria kuna kitu tunaita Roma locuta causa finita. Roma ikiongea imefanya nini? Imeongea. Mimi sijui nini staki sijui tunaenda kwa askofu, utakuwa tu unajihangaisha. Tumsifu Yesu Kristo. Mali za halmashauri ya walei, halmashauri ya walei itakuwa na mali zake, lakini mali za halmashauri ya walei zitakuwa chini ya kanisa. Unaona sio utakuta sisi wa Katoliki askofu jimbo ndio utakuta ana legal entity, ana nguvu za kisheria. Utakuta hata hapa mnaponunua mwenyekiti, unajua tumeandika mkataba yule baba profesa na askofu Archdiocese Trustees of Archdiocese of Dar es Salaam. Unaona ndio utaratibu. Ndio maana hata kule kwenye vyama vya kitume, sasa ile niwaambia kuhusu vyama vya kitume, wale watu wa Paulo walikuwa wanaleta makontena, wanaandikisha wao wenyewe majina yao wenyewe. Kwa ndio maana wakashushwa kwamba jamani, kanisa liko hivi, haya makontena mlipata kupitia kanisani, sio ya kwenu. Kwa hiyo mali za halmashauri ya walei zitatunzwa vizuri, na halmashauri ya walei inaweza pia ikawa na akaunti yake. Unaona
katika maswala. Lakini signatories wa akaunti yoyote inayotokea hapa kanisani, lazima baba paroko awe one of the signatories. Kukopa, kukopesha, hiyo inawezekana, na kushtakiwa mahakamani inawezekana, lakini sio maswala ya kiimani. Wewe leo sijui paroko labda amekwambia usifanye hivi, mara huyo unachukia unaenda kwa mtendaji kumshtaki paroko. Hiyo haipo. Maswala ya kiimani hayapelekwi wapi? Mahakamani. Maswala ya kiimani hayapelekwi wapi? Mahakamani. Yanaishia wapi? Huku kanisani. Tunaambiwa pia kuwe na ushirikiano na taasisi nyingine, halmashauri ya lei, mfano masuala ya child protection, ulinzi wa watoto, tushirikiane nao. Kuna taasisi mbalimbali za serikali, tunatakiwa tushirikiane nao, kwa sababu sisi halmashauri ya lei sio kisiwa. Kuna zile taasisi za haki na amani, labda sijui ulinzi na usalama za mkoa, kuna watu wengine wanateuliwa, wanashiriki katika maswala ya taasisi, maswala mengine ya maendeleo. Kama nilivyosema, wadhamini wa fedha na mali za halmashauri ya lei ni paroko. Paroko ndio mhimili, ndiye anayejua pesa yote ya parokia. Katika ngazi ya jimbo ni askofu. Na kuna kanuni, masuala mengine kama ya kanuni, kutakuwa na kanuni nyingine, mfano vyama vya kitume vinatengeneza katiba zao au kanuni zao, lakini ya kuendana na hii katiba. Na katiba hii inaweza kubadilishwa kama kuna mambo ambayo mnaona yanatakiwa badilishwe, jimbo anapeleka taifa, ikifikia asilimia kama theluthi ya watu wakikubali, basi kwenye kikao wanaamua, maaskofu wanapelekewa, na maaskofu ndio wenye kauli ya mwisho kuhusu kutumika kwa hii katiba. Kwa hiyo katiba ni ya halmashauri ya lei, lakini maaskofu kama mlivyoona, aliyeitangaza alikuwa rais wa baraza la maaskofu, ndio wenye kauli ya mwisho kuhusu hii katiba. Baada ya hayo yote, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Msifu Yesu Kristo. Basi tunashukuru mshauri wetu kwa semina nzuri. Najua tutakuwa na labda kwa maswali mawili matatu ambayo yanahusiana na katiba. Bahati nzuri mwenyekiti amenipa, kuna katiba 4 mwenyekiti leo atatoa bure. Msifu Yesu Kristo. Hapo sijui atatoaje, nitampa nafasi yeye baadaye anazungumza atatoaje. Msifu Yesu Kristo. Basi naomba nikaribishe kama kuna maswali, kuna maoni ambayo yanahusiana na session hii, tunawakaribisha. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwa njia ya maswali, wakati mwenyekiti wa halmashauri ya lei anajiandaa kutoa hizi katiba kwa watu ambao anaona wanampendeza. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwa njia ya maswali. Kwanza, jamani, kipindi cha maswali, karibuni kwa ajili ya maswali. Kama una swali kuhusiana na session hii ya katiba ya halmashauri ya lei, basi ndio wakati huu wa kuuliza maswali na kupata ufafanuzi kwa mwalimu wetu. Tuanze pale nyuma. Tuanze mzee Mawala, karibu. Karibu. Naomba sasa manake mshikamano. Tunapozungumza mshikamano, kamati kaidani sasa ndio dira, ndio viongozi wetu. Naomba angalau sasa tuishi, kila mtu aishi kwa kazi zake, angalau tuweze kufanya kazi bila mgongano. Tukitazama nyuma, tumetoka kwenye mashimo, tumekwazika. Sasa hapa tulipo, basi kwa hii semina, kila mtu aishi kwa ile mipaka na taratibu za kanisa zilizokuwa, ili angalau tujenge nyumba ya Bwana. Na nitashangaa sana baada ya hii semina nikute mtu namba 2 anacheza namba 11. Sasa tuko Mawala, lakini tumemaliza, yeye anatoa ushauri, tunamsikiza Mawala. Wengine karibu.
Jamani, tumsifu Yesu Kristo. Dada alikuwa anaweka swali hapa kwamba dada ameweka swali hapa kwamba katibu mwenyekiti ana makamu wake, katibu ana makamu wake, ndio katibu msaidizi wake. Lakini je, mweka hazina, inapotokea mweka hazina hayupo, shughuli za mweka hazina anafanya nani? Tunaelewana eh? Kwa hiyo ndio swali lake. Je, shughuli za mweka hazina, endapo mwenyekiti anapokuwa hayupo, makamu mwenyekiti anafanya kazi yake. Katibu anapokuwa hayupo, katibu msaidizi anafanya kazi ya katibu. Lakini mweka hazina anapokuwa hayupo, shughuli hizo anafanya nani? Kwa nafikiri dada amenote pale. Sio swali lingine, ana note yote hapo, tutakwenda kujibu mara moja. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Hapa nimeshika katiba ya halmashauri ya walei Tanzania. Swali langu ni kwamba anayestahili kuwa na hii katiba ni kiongozi au muumini yeyote? Kama ni muumini yeyote, basi tunaomba hivi vitabu vile muhimu vipate. Tumsifu Yesu Kristo. Kaka Prosper Mzee amesema hapa, je, ameshika katiba ya halmashauri ya walei, ni nani anastahili kubeba hii katiba ya halmashauri ya walei? Je, kila muumini au kiongozi? Na kama kila muumini, basi anashauri hizi katiba ziletwe na ziuzwe kwa kila muumini. Nafikiri dada anaendelea kunote pale. Swali lingine tupate la tatu, alafu nimkaribishe mwalimu wetu aweze kujibu haya matatu. Swali lingine, karibu. Nimesikia kwamba umetuambia kuhusu familia, kuhusu ndoa. Tuwe na familia zetu. Sasa inakuwaje ukiwa kiongozi una ndoa, una familia na kuwaje? Kwa hiyo tukusikia kwa sababu kama umetuliza huko ndani wote si tuna ndoa. Wengine wamekubali, wengine wamekataa. Lakini kuna viongozi, wapo viongozi hawana ndoa. Kwa tusaidia. Haya, tumsifu Yesu Kristo. Swali lake ni kwamba je, viongozi ambao hawana ndoa hawastahili kuwa viongozi? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tusikilizane, tumsifu Yesu Kristo. Basi naomba haya maswali matatu yaanze kujibiwa, alafu tutafuata matatu mengine, alafu mwezeshaji ata wind up. Karibu. Naomba tusikilizane basi kule. Naomba tusikilizane. Jamani, ongereni kwa baraka ya mvua. Amina. Haya, hii ya kutenda kwa katiba hiyo ni kweli. Kila mtu afanye kutokana na katiba. Ndio maana mpate katiba, msome, mjue majukumu yenu. Na ukiona kwamba mnapingana, basi ambianeni kwa upendo. Amina. Isiwe mashindano, isiwe vurugu. Viongozi wenu wapo, ambianeni kwa upendo. Ili nini? Ili tujenge nyumba moja. Haya, mtunza hazina hana msaidizi. Unajua masuala ya pesa ni masuala sensitive, ni tofauti na vitu vingine. Mnasikia huko jamani? Masuala ya pesa ni masuala sensitive, ni masuala muhimu sana na lazima kuwa makini. Ndio maana katiba ya halmashauri haiweki mtunza hazina msaidizi. Unapokuwa kiongozi, tumesema kwamba lazima uhudhurie jumuiya. Ile kwamba wewe ni mweka hazina uende jumuiya. Jumuiya Jumamosi ya kwanza hujaenda, ya pili hujaenda, ya tatu hujui hata pesa za jumuiya ziko wapi. Unaona kuna katibu msaidizi. Katibu msaidizi anaweza kukusaidia, lakini labda tu atapokea hela siku ile na wiki ile akupe hela zile ziwe zimeandikwa vizuri kwenye daftari, au
au nyumba ile wanaposali watunze ile pesa, wakutafute, wakupe pesa. Wiki ile ile fuatilia fedha zako mweka hazina, kwa sababu mzigo uko kwako mweka hazina, sio kwa mtu mwingine. Ndio maana ukiwa kiongozi unatakiwa ujitoe, commitment, ujitoe bila kujibakiza, kama Kristo alipojitoa akafa msalabani kwa ajili yetu. Haya, na katiba hii mtu yeyote anaruhusiwa kuwa nayo, haswa kiongozi. Tumesema halmashauri, kiongozi wa halmashauri kutoka kwenye jumuiya mpaka taifa. Hiki ni kitabu, ni ngao, lazima uwe nayo. Haya, ukiwa kiongozi huna ndoa, kwa kweli kiongozi yeyote wa kanisa ni role model, ni mfano. Anatakiwa kuishi ndoa yake vizuri. Hasa wewe ukiwa kiongozi, kwanza kuna aina ya watu wawili. Kuna wale single mother, yaani yeye hajaolewa. Jamani, mwanamke unataka unamng'ang'aniza mwanamume akuoe? Si unasubiria upate? Lakini uishi maisha takatifu ya kumpendeza Mungu. Sio leo mwanamke hujaolewa au ni mjane, wewe kila siku wakati tunasoma una discharge. Yaani wewe unaingiza, unadimiti asubuhi, usiku una discharge. Au unasema unampiga mwenzako exile. Yaani si mnalala wawili, mwenzako anakuja na mwanamume. Kwa hiyo inabidi uende exile kwenye chumba kingine. Wewe ukiwa mama hujaolewa, ukiwa mama mjane, unatakiwa usiishi na mwanamume ndani ya nyumbani kwako. Ni kweli si kweli? Kweli. Kwa sababu hata kisheria ukiishi na mwanamume miaka miwili the same roof, wanasema basi, wanasema presumption of marriage, yani ushaolewa hivyo. Kwa hiyo wewe mama mwadilifu, kiongozi, ni mjane, utakiwi kukaa na baba ndani. Ukitaka kukaa naye, nenda kwa paroko kaandikishe matangazo oaneni. Nasikia? Sio baba fulani amepotea nyumbani, kumbe yuko kwa mama fulani. Jamani, ndio yale nilikuwa nasema. Kuna vitu ambavyo tunapenda kufanya lakini tunafungwa kwa sababu sisi ni viongozi wa kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Na wakati wa uchaguzi watu walikuwa wanaambiwa kabisa, jamani, msimchague mtu ambaye haishi kwenye ndoa. Lakini single anaruhusiwa. Unaona, hata kuna wakati fulani Wawata alipata shida, Wawata lazima wale. Sasa yeye mume wake amekufa, mnataka asimtumikie Mungu? Lakini yule ambaye labda ameachika, unaona, kama ameachika na baba roko anajua mwanamume amemkimbia, bado anaweza kuwa kiongozi, lakini aishi maisha matakatifu. Usifanye dhambi watu wakaona. Sisi bwana hatuwezi kukuamulia, lakini ile jamii pale ikuone wewe mama uko vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo hata wakati mwingine inatakiwa yale mafomu ya masakramenti. Je, umeolewa? Je, una cheti cha ndoa? Cheti namba ngapi? Unaona, ilitokea Mbagala. Baba amekuja, ametoka Msoma, kumbe ameacha mke wa ndoa Msoma, kachukua dogodogo anaishi naye. Dogodogo kafa. Sasa kwa alikuwa kiongozi wa dini, wanamtaka askofu aende akafanya misa. Watu wamemwomba askofu Sigiro, ameenda. Yaani tuko pale kanisani, anakuja mama, mimi ndo mke wa huyu bwana. Ukawaibu. Kafanyie viongozi ya kuangalia haya. Naona tutunze ndoa zetu. Ukiona huyawezi kuliko kuwa kikwazo kwa wengine, basi rekebisha kwanza ndoa yako. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini wale walioachwa au wajane, jitahidini kuishi maisha yenye usafi wa moyo, kwa sababu ninyi ni vioo, ninyi ni nuru, ninyi ni chumvi. Utadanganya, lakini watu wakijua watakuwa wanakusema kila siku, utakosa raha. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Nafikiri hiyo nimelijibu. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Sasa kulingana na muda tulisema saa 5:05 tutakuwa tumemaliza, na nimecheki ratiba yangu hapa. Sasa hivi tuko kwenye saa inaelekea 6:30 7. Tumsifu Yesu Kristo. Endelee mpaka mvua iache.
hatuwezi kwenda hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo naomba basi nitoe tena maswali matatu. Okay. Kuna kitu nilikuwa nataka kidogo niwafundishe. Okay. Tumsifu Yesu Kristo. Katika kanisa kuna kitu inaitwa hierarkia. Hierarkia ni mtindo wa utawala wa kanisa Katoliki. Mnasikia kule nyuma? Hierarkia ni mtindo au ni muundo wa utawala wa kanisa Katoliki. Wanasema Kristo ni mfalme, Kristo ni mtawala na kuhani. Kristo ndiye anaongoza kanisa. Nendeni mkasome Mathayo 16:18 kwamba kanisa letu sio la kidikteta, lakini pia sio la kidemokrasia, ni hapo katikati. Kuna masuala ya kidemokrasia tunashirikishwa, lakini kuna yale masuala ambapo yakiamuliwa juu ni moja kwa moja mpaka chini. Hii Mathayo 16:18 wanasema Yesu yeye mwenyewe alimchagua Petro, akamwambia wewe ndio Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Hakumshirikisha mtu yeyote wakati wa kumchagua Petro. Hivyo Petro ni baba mtakatifu wa kwanza. Tumsifu Yesu Kristo. Hivyo hivyo katika kanisa. Hasa nataka niwaonyeshe system au mtindo wa kanisa Katoliki. Unaona au mchoro kwanza kabisa ni baba mtakatifu. Unaona tutasaidia kushika. Yaani baba mtakatifu ndiye anaongoza kanisa la dunia nzima. Unaona baba mtakatifu. Upande huu mmoja kuna kuria. Hiyo kuria ni wale watendakazi. Unasikia sijui kuna propaganda fide, unasikia sijui kuna nini, kuna yale maidara mbalimbali kule Roma. Tena kuna maaskofu wa kwetu wa Tanzania kama yule Rugambwa, kuna Nusio, nani yule, wako kule kwenye yale maidara. Unaona wale ni watendakazi, wanafanya kazi, wameajiriwa, wanalipwa. Upande mwingine wa baba mtakatifu kuna washauri, kuna makardinali, kuna sinodi. Makardinali katika dunia nzima wako 120. Hapa nchini kwetu tuna kardinali. Unaona wale wanaitwa eminence, his eminence. Wale ni prince of the church. Wale wana passport ya kwenda Roma muda wote kumuona baba mtakatifu. Unaona na wale wana chance ya kuchaguliwa kama baba mtakatifu na kuchagua. Unaona na wanafanya kazi mpaka miaka 80. Ndio maana baba kardinali bado ni kardinali, anafanyika kule Roma. Hawa ni washauri. Anaweza akamwita yeyote katika nchi yoyote kuja kumshauri. Na upande mwingine huu una sinodi. Sinodi ni watu, kundi la watu ambao wanamshauri baba mtakatifu. Kila nchi wanatoka 5, askofu mmoja, padri mmoja, mtawa mmoja, mlei wa kike wa kiume. Wanakwenda Roma, Vatican, kule kwa baba mtakatifu. Labda kuna shida fulani. Kama mwaka 68 kulikuwa na shida kwamba watu wanaongezeka sana, dunia inataka ipunguze watu wasizaliwe sana. Kwa hiyo baba mtakatifu akaita sinodi ya kuja kujadili. Unaona wakaenda hao niliokuambia 5, wakakaa zaidi ya wiki 3 wakijadili. Wanakuwa na baba mtakatifu. Baba mtakatifu anaketi kwenye kiti chake, unaona anawasikiliza, haongei chochote. Wanajadili, wakimaliza wana document, wanaandika kwenye vitabu, wanampa baba mtakatifu. Yeye anajibu, asanteni, nimeona, kwaherini. Unaona akishajibu hivyo anakaa baba mtakatifu mwenyewe, kwa sababu tunasema kwamba kanisa ni la Kristo, linaongozwa na Roho Mtakatifu. Unaona hao ni washauri. Baba mtakatifu anaweza akakubali ushauri wao au akakataa. Unaona kwa kuwa baba mtakatifu kanisa linaongozwa na Roho Mtakatifu, atakwenda katika maombi na vile walivyoandika, atasali mwenyewe ili Roho Mtakatifu ampe majibu. Unaona sasa hao walivyoandika 90% walisema tukubaliane na United Nations, Umoja wa Mataifa, tupunguze idadi ya watu. Unaona 5% wakasema hapana,
5% wakasema ndio, na sisi yani katikati hatujui lolote. Baba Mtakatifu alivyokwenda na hapo 90%, maana maaskofu wengi, makardinali nini, Baba Mtakatifu baada ya kusali akasema hapana. Unaona sasa hiyo ndio nini? Hierarkia, Roma lokuta kausa pirita. Baba Mtakatifu akishasema hapana, hata watu wengine wamesema ndio, Baba Mtakatifu anafuata, ndio kiongozi mkubwa na ni Roho Mtakatifu amemtumia kusema hapana. Unaona ndio maana ya sinodi. Wakarudi zao, wanaendelea na kazi. Na mwaka juzi 2015 kulikuwa na sinodi nyingine kuhusu masuala ya familia. Sijui kama mlisikia, sema nyinyi hampendi kusoma hivi vitu. Unaona ukienda Radio Vatican kuna utajiri mwingi sana wa mambo ya kanisa. Walikuwa wanasema kuna watu wanazaliwa mashoga. Si unajua mashoga? Yaani yule automatically ni shoga. Hawezi sasa kuoa wala anataka mwanamume mwenzake wakae naye. Wengine wanaita udada, lesbian, mwanamke kwa mwanamke. Unaona Kwa wakaja wengi, ndoa zinavunjika, watu wanaondoka, hawana furaha ya ndoa. Hasa Baba Mtakatifu akaita sinodi mwaka 2015. Watu wajadili kwamba kanisa sasa liendeje? Madivorce yamezidi, mambo ya ushoga, mambo ya ajabu ajabu. Wakapewa nafasi wakaongea sana. Na kuna watu wengi walisema Baba Mtakatifu aruhusu divorce, yani ndoa zivunjwe. Tumsifu Yesu Kristo. Wakaitwa, wakakaa, wakalamia. Ndio hivyo wakapokea asanteni kwa Irini. Baada ya miezi mitatu amesema hapana. Taasisi ya ndoa ni taasisi kubwa sana, ndio taasisi ya kwanza, ilianzia bustanini Eden. Kwa hiyo lazima tuilinde kwa hali zozote zile. Akatoa waraka umeandikwa Amoris Laetitia, the joy of love in the family, furaha ya upendo katika familia. Yaani pamoja na changamoto zote, lakini lazima taasisi ya ndoa tuilinde, kwa sababu wengi wanataka kutoka lakini watoto wetu bado wanataka kuingia kwenye ndoa. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana akaanzishwa na utume wa familia na nini. Lakini pia akasema nyema prosecutor, kuna wale mapadri ambao wana prosecute. Yaani wao ndio wanatafuta mashitaka, wanasimamia mashitaka, ushahidi katika mahakama za ndoa, kwamba harakisheni watu kama wana shida zao kule wameleta, na maaskofu wa majimbo, harakisheni watu wapate haki zao. Lakini divorce hapana. Kanisa Katoliki wanabatilisha ndoa lakini hawafanyi divorce, kwa sababu wamesema ndoa lazima ilindwe. Kwa hiyo hao ndio watu wanaomshauri nini Baba Mtakatifu. Umetoa hiyo mifano miwili ili muweze kuelewa zaidi. Inakuja kwenye askofu jimbo. Askofu kule pia ana watendaji. Watendaji ndio kama katibu Father Frank Mtavangu, mhasibu Sister Ana yule, idara mbalimbali za walei, za kichungaji. Unaona? Nao wanamshauri nani? Askofu. Upande huu kuna mapadri 12, maconsultant, nao pia wanamshauri askofu. Wakisha shauri wanaondoka zao. Askofu wanafuata au wasipofuata hutakiwi kuuliza, kwa sababu Roho Mtakatifu is in action. Ukija hapa paroko na yeye upande huu ana watendakazi. Kuna katekista, kuna mpishi, labda mna shule, kuna mwalimu na nini. Hao ni watendakazi, wanalipwa na paroko. Paroko ndiye aliyoajiri. Kwa hiyo upande huu kuna halmashauri kama tendaji. Haitaki labda mtu wa halmashauri atoke hapa aende amfukuze kule mkatekista au amfukuze sijui nani kule. Yeye kazi yake atamshauri paroko, na hata kama kuna shida anaenda mahakamani, yeye atamwambia labda mwenyekiti nenda mahakamani, paroko ndiye atakayesema. Kwa hiyo watu upande huu hawatakiwi kuingiliwa na mlei yoyote. Nafasi ya wale walioko huku ni ushauri. Wakimaliza ushauri basi wanakaa kimya. Anakuja tena shemasi, nayo ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo hii ndio Kanisa Katoliki, ndio utendaji wa nini? Wa Kanisa Katoliki. Tukielewa huu utendaji, tutakuwa hatupati shida. Nasikia tutakuwa hatupati shida. Kwa hiyo hivyo hivyo kwa jimbo la Dar es Salaam, jimbo kuu la Dar es Salaam nalo lina mtindo. Kuna askofu wa jimbo, baada ya askofu wa jimbo hapo kuna maaskofu wasaidizi. Sasa hivi hawapo lakini watakuwepo tu. Unaona Alafu kuna vikari ya watao pande huu, na huko kuna katibu wa jimbo. Katibu wa jimbo ni padri yule. Katibu wa jimbo chini kuna vyombo vya ushauri, kuna bodi ya wadhamini, kuna mapadri, halmashauri ya mapadri, kuna mambo ya fedha, kuna halmashauri ya walezi. Unaona
Ndio maana wakati mwingine mtu anakuuliza, jamani, sijui kuna hija wapi? Nyie sijui ukurugenzi wale hamjafanya. No, hiyo iko chini ya kurugenzi ya kichungaji. Yaani kila taasisi zina limitation zao, zina kazi zao, zina majukumu yao. Unaona? Alafu kuna idara mbalimbali, kuna idara ya fedha, idara ya ardhi, idara labda ya elimu, na zinasimamia zote na nini? Na mapadri, Caritas. Unaona? Alafu kuna dekania, baada ya dekania parokia, kigango, jumuiya ndogo ndogo mpaka kwenye familia. Huu ndio mtindo wa uongozi wa kanisa Katoliki jimbo la Dar es Salaam. Kwa hiyo kubwa hapa nachotaka kusema kwamba hierarkia sisi tunashauri, nao wanatoa maamuzi kwamba twende vipi. Umeona pale Baba Mtakatifu mambo makubwa, lakini nasema ngoja kwanza nimuulize Baba Mtakatifu. Ndio maana unakuta kanisa wakati mwingine juzi hapa mmeona watu wamesema sijui kwa mashoga sijui nini. Kwa hiyo sengine tunasema tu media zinainterpret, zinatafsiri vibaya, lakini sio nia Baba Mtakatifu hivyo. Lakini kwa hiyo kanisa liko vizuri, ndio maana naona hamna vurugu kama kule kwa Anglikana, mara wamefukuzana mara nini. Kanisani huko Roma ni hamna. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Nafikiri abakia maswali mawili, tupate haya maswali mawili alafu nimkaribishe mwenyekiti wa halmashauri ya lei. Naye atakuwa na session yake. Atakuwa na session ya katiba hizi. Lakini vile vile atakuwa na session ya neno la shukrani. Na baada ya hapo nafikiri tutahitimisha semina yetu katika siku ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna maswali mawili, niliona swali moja kwa mama, la pili. Naomba tuende straight kwenye points ili tusiwachanganye watu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuanze na baba. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nakupongeza mama kwa ajili ya semina hii, na tunaomba tena siku nyingine ikitokea baba paroko naweza kumrudisha kwa ajili ya vitu vingine. Naona watu wana hamu ya kusikiliza bado hata kama muda umeisha. Lakini swali langu, kwenye uongozi kuna changamoto, na hizi changamoto zinazuia au zinarudisha nyuma utendaji. Na changamoto kubwa mojawapo ni pesa. Hiyo inapelekea mpaka watu kuwachagua watu ambao sio. Na hata hiyo kauli ambayo wamekwambia mmojawapo, hapa kuna kauli moja ya paroko msaidizi wao anapenda kuizungumza, anasema mzigo mzito mpatie Mnyamwezi. Kwa hiyo hata watu ambao hawana sifa wameonekana kuwa ni Wanyamwezi wa kubeba mizigo mizito, wanampa uongozi wakati wanajua ana udhaifu fulani. Sasa je, unatusaidiaje katika kukabiliana na changamoto kama hizo ambazo zinaukabili uongozi mpaka watu hawaoni ile fahari kama uliosema wewe kwamba kiongozi inabidi ajisikie hata miaka mitatu anapenda tena awepo? Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Nafikiri ametoa swali, sio swali na ushauri. Mwezeshaji atalizungumza. Karibu mama. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi napenda kumuuliza dada kwamba katika uongozi kuna wakati inafikia kwamba mtendaji anakuwa ni mmoja ama ni wawili. Je, katika katiba hii kuna sehemu ambayo inaruhusu kwa kipindi gani mtu asipojituma, asipofanya ile kazi ya utume anaweza kutenguliwa akachaguliwa mtu mwingine? Jamani, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mama anauliza swali hili kwamba inawezekana katika uongozi wenu watendaji wanaweza wakawa wawili au mmoja. Sasa je, kuna muda gani ambayo kama hao wengine hawafanyi kazi wakatenguliwa alafu akachaguliwa mtu mwingine? Umeelewa? Maana inawezekana mkao jumuiya anatenda kazi katibu na mweka hazina tu. Mwenyekiti hayupo, makamu wake hayupo, na inawezekana wamefanya follow up na namna moja au nyingine. Sasa tuangalie, je, kuna kipindi gani hao watu kama hawafanyi kazi inakuwaje? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ni maswali tusema ni hayo mawili, basi naomba nimkaribishe. Asante katibu, ulivyosema kuhusu changamoto za uongozi, mambo ya pesa. Tumsifu Yesu Kristo. Waheshimiwa viongozi, masuala ya pesa hayawezi yakawa changamoto. Kwanza ule moyo wa utoaji.
Mnakumbuka, nendeni mkasome Marko 12 aya ya 41, sadaka ya mwanamke mjane na masikini. Ni nani hapa mjane na masikini? Hayupo. Aliyetoa senti 2 na Yesu akasema ametoa zaidi kuliko wengine. Kwa hiyo ni ukutoa kwa moyo. Wewe kiongozi wa jumuiya, kuna mchango. Tena watano wale wawe wa kwanza. Hata wa 6 ni mtu wa kawaida akitoa milioni 1, wewe umetoa 20,000, umetoa kwa moyo, Mungu anaipokea. Shida ni kwamba hata viongozi hatutaki kutoa. Yaani hapa kuna mchango, sisi hatuweki majina. Imerushwa kwenye WhatsApp, wengine wametoa, wewe hujatoa. Unaona Kiongozi be confident. Yaani wewe jiamini. Walipokuchagua wameona. Mimi siku moja nilipochaguliwa mara kwanza mwenyekiti wa National Parokia, nikamwambia wa paroko, tumeenda kwenye mkutano mmoja, nimekuta ma VX, ma Prado, manini. Wakati ule mimi na kistalet tu. Nikarudi nikamwambia paroko wangu, mbona mimi sina kitu? Ili nimekuta mwenyekiti wote ana mavipi. Aambia Donesta, usijali, wamekuchagua, wameona unaweza kuwaongoza. Unaona Lakini ikawa najitoa hata kama nini, lakini mpaka ukaonekana kwamba naweza hata kuliko wao. Wewe kiongozi, jitoe. Wewe uwe wa kwanza. Najua wale walio na pesa waombe pia wasaidie. Kuhusu kuchagua watu ambao wako kwenye ndoa, waweko kwenye kamati. Kuna kamati za mavuno, kuna kamati za uhamasishaji, lakini wasipo kwenye ile kamati tendaji. Unaona? Wapeni nafasi, lakini sio kwenye kamati tendaji. Ndio inavyoshauriwa hivyo. Lakini pia kwa nini wafungi ndoa? Kuna wengine sababu ni ndogo tu. Ukiulizia vizuri yule mwenyekiti kamati zake wanaweza kufunga ndoa. Kwa hiyo tujitoe. Sadaka ya mwanamke mjane, kuna yule mjane wa Serapta, Mungu alitaka atoe ili ampe. Kasome Zaburi 20 mstari wa 1 na 2, atazikumbuka sadaka zako na kuzitakabali katika shida. Tutoe, Mungu atakuja kudili na matatizo yetu, atatupa zaidi. Kamsome Cornelius, Matendo ya Mitume 10. Mungu alifurahi sadaka yake, akamsaidia, akambatiza kwa sababu alikuwa anatoa. Tumsifu Yesu Kristo. Haya, mtu atenguliwe. Jamani, kama ufanye kazi labda mara 3 hujaenda kwenye kikao, hujaomba udhuru, unaweza ukatenguliwa. Watakuja kwenye kamati tendaji ya paroko, utatenguliwa uongozi wao. Katiba iko wazi kabisa, kama huwajibiki unatenguliwa. Lakini kumbuka ulifanya kiapo, labda ulikuwa unadanganya. Kama mlitoka pale mbele mkaapishwa, timiza, sijui ni Zaburi ya 54, timiza nadhiri zako kwa Bwana. Kile ni kiapo, viapo ni vibaya. Ni umekula nadhiri. Umeenda pale mbele umesema kiapo, ni dhambi. Timiza nadhiri zako kwa Bwana, fanya kazi ya Mungu. Fanya kazi ya Mungu. Mungu atakubariki, Mungu atakujalia. Hakuna aliyefanya kazi ya Mungu. Labda mimi ndo ningeishiwa kabisa au nifukuzwe kazini. Kwa sababu ilikuwa kuna wakati naacha ofisini naenda huko. Lakini Mungu mwenyewe hata anakuepusha na mambo mengine kwa sababu umefanya uaminifu katika kazi yake. Ukiwa mwaminifu katika kazi ya Mungu, na waambia ndugu zangu, hata kuacha. Utabarikiwa kama mwerezi wa Lebanoni. Tumsifu Yesu Kristo. Basi makofi makubwa kabisa matatu. Hapo tunapiga maembe. Tumsifu Yesu Kristo. Tupashe tupige makofi matatu ya nguvu ya shukrani. Pasha. Choma. Samano. Amen. Asante. Basi nimkaribishe mwenyekiti wa halmashauri ya lei. Naye kuna zoezi la kwanza ambalo nimesema kuna hizi katiba ziko 4. Ataangalia jinsi gani ya kuzigawa, lakini vile vile naye atatoa neno la shukrani na maneno ambayo ataona yanafaa. Naye atamkaribisha baba paroko kwa ajili ya kuailisha semina yetu. Karibu mwenyekiti. Asante. Mheshimiwa baba paroko, Sauti yangu Donesta, viongozi wote, tumsifu Yesu Kristo. Amen. Tumshangilie Mungu kwa makofi mengi na vigelegele. Mungu. Na pia naomba tuwapongeze kwa makofi tena mengi na vigelegele. Nichukue fursa hii cha kwanza kabisa kutoka kliniki cha moyo wangu
kumshukuru baba paroko pamoja na mwendesha semina mwenzake kwa semina nzuri iliyesheheni mambo mengi ambayo mimi na wewe tulikuwa hatufahamu. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani natamani hata semina ingeendelea, lakini natamani pia tutaweka ratiba, tutaangalia namna itakavyowezekana, tutakuwa na semina nyingine mbeleni. Tumsifu Yesu Kristo. Kama tulivyofuatilia, utaona kuna mambo mengi pia aliruka huko. Mengi alikuwa anaenda kutokana na muda, lakini tutajitahidi tukipata muda tutajitahidi tuweke muda mrefu zaidi ili tuweze kupata tena semina nyingine. Tumsifu Yesu Kristo. Wangapi wanapenda semina nyingine? Mikono juu. Basi tumshukuru Mungu. Pia tungependa pia kujua kanda ambazo zimehudhuria. Tutasema kimfumo wa kikanda ili tuweze kujua ni wangapi pia wamefika. Tumsifu Yesu Kristo. Yohani Paulo wa pili waliofika, mikono juu. Yohani Paulo wa pili kanda. Wachache. Kama tushushe. Tasikilizana. Haya, kanda ya Karoli Wanga. Karoli Wanga, mikono juu. Kama tushushe. Elizabeth. Kanda Elizabeth. Kama tushushe. Teresia Wavila. Kama tushushe. Andrea Mtume. Kama tushushe. Familia Takatifu. Kama tushushe. Vidatade. 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 Asante. Yohani wa 23. Yohani wa 23. Yohana wa 23. Nashukuru. Nazareti. Kanda Nazareti. Watatu. Nashukuru, tushushe. Agustino. Takatifu Agustino. Nao watatu. Wangapi? Watatu. Bikira Maria mama mkombozi. Zaidi, ongereni. Tushushe. Don Bosco. Nashukuru kwa mjitahidi. Yohana Maria Vianney. Nashukuru mjitahidi pia. Mashahidi wa Uganda. Uganda watano. Nashukuru, tushushe. Brigita. Brigita. Wangapi? Wapo watano. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani mahudhurio yamekuwa ni kama jumuiya, kanda ni kama jumuiya. Tumsifu Yesu Kristo. Pamoja na kwamba mahudhurio tulioweza kufika siku ya leo mmekuja kama tulivyokuja, lakini pia tunatamani siku nyingine tukiita semina, yani tukose sehemu ya kuwaweka, sio kwamba sehemu iwe tena inatosha. Tumsifu Yesu Kristo. Tuna takribani jumuiya 55. Jumuiya 55 ukizidisha mara 5 unapata ngapi? 275 ndugu zangu. Kwa ina maana sasa hivi hapa tuko kama 130 hivi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa ni kama nusu, tunakaribia nusu. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba semina hii tukawe mabalozi wa wenzetu. Kile ambacho tumekipata tukawaambia na wengine. Tukawafundisha na wengine ambao hawajafika. Tumsifu Yesu Kristo. Tunapokutana kwenye mkutano wa jumuiya, naweza mkagusia hata dakika 5, dakika 10, dakika chache tu mkazungumzia masuala haya. Unajua kuna jumuiya zina changamoto nyingi. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Hizi changamoto, hii semina inahusu sana ndugu zangu. Kwa tunapoita semina na unajua jumuiya yako ina changamoto, naomba uje. Hii ndio sehemu ya kuponea ndugu zangu. Kwa hiyo naomba wakati mwingine hatutaweka tena sehemu hii. Naomba kwanza tuliofika leo siku nyingine tufike na tuwaambie wengine. Hatutaweka tena eneo hili, tutatafuta eneo kubwa zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Ili kwa sababu kuna mambo mengi yapo ili tuweze kuyatatua, ni semina ndugu zangu. Kwa niwashukuru sana kwa wote ambao mmehudhuria kwa wingi.
Na niwasihi sana, inapotokea chance kama hii, naomba usikose. Tumsifu Yesu Kristo. Pia nishukuru fursa hii kumshukuru sana dadangu Donesta. Baba Roko alipoongea naye siku ile alimwambia kuna shida nitakuja. Yaani alikuwa tayari kwa muda wote. Hem, tumpigie tena makofi. Anatusaidia mambo mengi, anajitolea ndugu zangu. Kwenye ununuzi wa eneo anajitolea sana. Yeye ndio mwanasheria wetu, anatusaidia sana. Kwa hiyo tutakuandalia zawadi. Tumsifu Yesu Kristo. Siwezi kusema hatuna kwa sababu baba alisema hakuna asiyenacho, si ndio? Ndio. Lakini kama parokia tutamwandalia zawadi. Sema amina. Amina. Basi nichukue fursa hii niwashukuru sana kwa kuweza kufika. Na katiba hizi nilinunua katiba 20. Katiba hizi zinapatikana St. Joseph. Kwa nilinunua katiba 20. Kuna baadhi niliwapa kama watendaji wote niliwapa. Na kuna baadhi niliwapa pia bure. Sababu nilinunua lakini niliamua tuwapa bure. Zilibaki 4 hizi hapa. Baada ya hapa nitaomba kila jumuiya itupe orodha ya wanaohitaji na pesa. Kupata habari mbalimbali zinazojiri kila kona ya dunia, tafadhali subscribe, like na ucomment. Breeze Online TV.